Tumerejea mtazamaji, karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi. Hii ni Baragumu Live na tumetoka kumaliza kipengele cha zile kubwa tatu, na mara hii tuko na ugeni hapa ndani ya studio. Kumbuke kwamba juzi tulitease Dorcas kwamba hii wiki ni ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya. Sasa kwa sisi tutakwenda nayo kwa utofauti kidogo. Tunaangalizia mambo mengi sana. Ni siku ya kimataifa ya afya, lakini pia na maboresho katika sekta ya afya. Umeona mambo hayo? Sasa mara hii tuko na Daktari Omari Mwangaza. Huyu ni mratibu wa tiba Manispaa Kinondoni, Dar es Salaam. Anayo mambo mengi ya kuweza kuzungumza nasi kwa siku hii ya leo. Karibu tena daktari kwa mara nyingine. Shukrani sana, nimekaribia sana. Mwaka tulikuwa tumeonana naye daktari kwa mwaka tangu mengi. Mwaka huu nakumbuka kama shakuja tena wazi. Tumezungumzia magonjwa sana Sio yes. Tena pale daktari inabidi urudi tena. Naona mambo bado ni mengi. Yaani tunahitaji kukumbushana mara kwa mara ili kuchukua hatua. Naam. Karibu sana daktari. Asante. Ndio, kwa kwanza tuna hii siku ya kimataifa ya afya na maboresho ya sekta ya afya. Nafikiri maadhimisho yameanza siku ya jana. Tunakwenda nao mpaka tarehe 8. Naam. Ambayo ndio itakuwa kama kilele. Unaweza kutuambia kwa ufupi kwamba nini tunakifanya kuelekea hiyo siku kuanzia siku ya jana? Karibu. Okay. Katika hii siku ya maadhimisho ya kiafya ya kitaifa au kimataifa ni kwamba sana sana tunaenda kuelezea maendeleo ya hatua iliyopigwa kuanzia katika miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuanzia mwaka 2020 mpaka 2024 katika kipindi mpaka Mei 2025 mwaka huu. Tuangalie kwamba matukio gani, nini kimefanyika katika kuboresha afya katika nchi yetu ya Tanzania, ambapo tutaangalia katika miundombinu ya vituo vimeongezeka kwa kiasi gani. Tuangalia matukio aliyoyafanya mpaka akaja akapata tarehe 4 mwezi wa pili kupata ile tuzo ya Gates Goalkeepers. Imekuwaje? Kwa hivyo tu vote ambao tunaviangazia katika vifaa tiba na madawa, upatikanaji, uboreshaji wa katika swala zima la kurekebisha hospitali zile ambazo zimetengenezwa, uwepo wa mama imesaidiaje, madaktari bingwa wa Samia walivyofika mpaka katika ngazi ya chini katika swala zima la kupunguza vifo vya mama na mtoto. Naam. Tuna sababu ya kujivunia. Kabisa, tuna sababu ya vitu kabisa. Tuna sababu kubwa kujivunia kwa sababu tukumbuke tuzo kama ile katika dunia nzima, yeye ni rais wa 7 kuipata, lakini katika Afrika ndiye rais wa kwanza kuipata. Kwa hiyo inaonyesha kuwa ni kujivunia. Lakini tukija katika miundombinu ambapo tunatizama kwamba vituo vya kutolea huduma vimeongezeka kwa kiasi gani. Tulikuwa wapi, sasa tuko wapi? Tukienda na sera ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambapo ongezeko la vituo inaenda sambamba na kwamba tufikie pahala ambapo by mwaka 2030 kuanzia mwaka 2020 katika kipindi hiki kuwa vituo wananchi wapate huduma ndani ya kilomita 5. Tuhakikishe kila mwananchi alipo ndani ya kilomita 5 anapata huduma ya afya. Kuna kituo ambacho anakifikia, sio mbele zaidi ya hapo, ambapo mpaka sasa imefanyika hiyo. Vituo vimeongezwa, vimesogezwa karibu na wananchi kwa 85%, na lengo lilikuwa kufikia 90%. Kwa hiyo inaonekana ni kubwa sana. Ikiwa ni lengo la mpaka mwaka 2030. Mpaka sasa tuko 85. Inawezekana tukafika kabla. Kwa sababu mpaka sasa. Lakini lengo lilikuwa ni la mwaka 2030. Kwa hiyo hii inaonekana jinsi gani tunaenda kwa kasi ambayo ni speed inayosaidia sana katika kuboresha sekta ya afya. Naam.
labda nani kubwa kuhusiana na hii siku pia ya afya inalenga namna ya uboreshaji hivyo wa afya kwa jamii. Yaani kwamba watu waweze kupata huduma za afya kwa wakati, kwa sababu unapokuwa mbali mtu kuifikia ile huduma inakuwa ngumu. Dokta, umeainisha baadhi ya vipengele, nikatamani sana kurudisha kwenye ile tuzo. Kwamba mpaka tunafikia taifa letu ikiwa ni rais wa 7 duniani kuipata na rais wa kwanza Afrika, na eneo lilokuwa nakabiliwa na changamoto kubwa na ile tatizo la vifo vya kutokana na uzazi ni nchi nyingi za Afrika na hasa hizi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Labda Tanzania ni namna gani tulijikita kuhakikisha tunavipunguza? Yani ni matendo gani ambayo yametufikisha leo mpaka tunaweza kuonekana na dunia na kupewa tuzo? Sawa. Pamoja na miundombinu hiyo, kuboresha, kujenga ujenzi wa miundombinu na kuleta huduma karibu na wananchi, vile vile kuanzisha hii mama ambayo ililenga katika swala uzima kumfanya mwananchi ambaye yuko nyumbani kwake kuwahishwa kituoni au kituo cha kidogo ambacho ni za zahanati, kumpeleka mama au mgonjwa katika kituo kikubwa haraka kwa uwezekano. Ina maana ile rufaa, kuimarisha ile rufaa. Hii ilivyoimarishwa imepelekea vile vile kuchachu ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Lakini vile vile ICU, kujenga zile, kuboresha zile ICU na antenatal care unit ambayo ni mahali zimeboreshwa, bimaana zimeongezwa katika wigo, na vile vile kuboreshwa utanuzi. Kitendo hiki kimepelekea kuwa nafasi ya vitanda kuongezeka katika vitanda vya ICU na vitanda vya sehemu za mama na mtoto, na vile vile kujenga ya vituo, kuongeza vituo vile vya kufanyia upasuaji ambavyo nao vimeongezeka kwa asilimia kubwa, hususan katika sehemu zetu. Lakini kuleta vifaa vya uchunguzi ambavyo vifaa vya uchunguzi mpaka katika zahanati vinaweza kupatikana. Ukija kama Kinondoni kwetu, vifaa dispensary, zahanati ina x-ray na ultrasound. Zahanati ipi naweza kuitaja hapa kabisa, zahanati ya Kijitonyama. Ukifika pale unakuta mpaka zahanati yetu ya Kijitonyama ina nini? Ultrasound, ina digital x-ray. Tunazungumzia digital x-ray ambayo ni x-ray ya kisasa, sio zile yale ya zamani tena, ambayo sasa hizi digital x-ray zimenunuliwa nyingi sana katika nchi yetu na katika awamu hii ya uongozi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaonyesha kuwa kuleta karibu huduma na mwananchi na kuspidi ya peripheral na miundombinu ya upatikanaji wa tiba na madaktari na watumishi kuongezwa, ongezeko la watumishi na madaktari bingwa waliowezeshwa na kuweza kufika katika sehemu za chini katika kutumia specialize ya Samia Suluhu Hassan, yote imechangia kabisa katika kuleta huu wigo, uchachu ya kupata kupunguza 80% ya vifo vya mama. Sawa sawa. Umezungumzia kuhusiana na upatikanaji kama hivi vyumba vya mnaita nini? ICU care ICU care. Nakumbuka kwenye maeneo kama ya pembezoni, wamama wengi walikuwa wanapoteza maisha kwa sababu ya kupata ule mnaita uzazi pingamizi. Sasa unakuta anahitaji huduma ya juu zaidi kama ya upasuaji. Kwa maeneo kama yale pia nayo yameangaliwa kuhakikisha na wao maeneo ya pembezoni wanapata hizi huduma za upasuaji kwa wakati, kwa sababu uzazi pingamizi unapokuja haukupi muda kabisa. Kabisa. Ndio sababu tumesema kuwa hizo huduma zimefikiwa, zimesharekebishwa, ndio sababu tumepunguza, sababu tayari tushajenga vituo kuwezesha vituo hivi vya msingi kama vile vituo vya afya vimewekewa uwezo ambao vina sehemu za upasuaji wa mama na mtoto, upasuaji wa mama wa mzazi, huduma ya upasuaji inapatikana kwetu. Kama vituo vingi vya afya vina upasuaji, Bunju, Kigogo, vituo vingi vimeongezwa katika kutoa huduma ya upasuaji. Kwa hiyo kitendo hiki ambacho kitapelekea mama nasukumwa katika, hakichelewi tena, ni kitendo cha haraka kinafanyika. Sekta yetu ya afya bwana, kwa muda mrefu ilikuwa inapitia changamoto nyingi. Hapa kuna kitu umekizungumza, nilikuwa ni swali langu nimuulize kuhusiana na madaktari bingwa. Lakini mara hii Tanzania inatajwa kwamba ni moja ya nchi ambayo ina madaktari bingwa barani Afrika. Halafu sasa wanavuka mpaka mipaka, wanaenda kwenye mataifa mengine kwenda kutoa elimu ya udaktari bingwa wao wenyewe, lakini pia kufanya kuwatibu watu walioko katika mataifa yale. Na tunaambia zile kliniki wanazoenda kufanya kazi
kule kwenye yale mataifa zinajaa sana watu. Na saa nyingine inabidi wakirudi huku wale watu tena wafunge safari wawafuate huku Tanzania. Nini kimefanikisha hiyo? Hii imefanikisha kwa sababu ya idadi ya watumishi wengi, rasilimali watu walivyopelekwa. Kuna kitu tunaita Samia Health Specialized Scholarship Program. Ni program hiyo. Yes. Na ni endelevu. Ni endelevu ambayo wawezesha wabobezi wengi kupelekwa katika kufanya. Kwa hiyo wamepatikana wengi, lakini vile vile kuna kitu tunaita utalii wa tiba, ambapo sasa hizi Tanzania inakuwa nchi ambayo wagonjwa wengi wanaletwa nchini sehemu za kutoka Kongo, kutoka Malawi, Uganda, Kenya, wanakuja kupata huduma nao nchini Tanzania. Hii inatokana na huu uboreshaji wa huduma katika sekta ya afya. Sasa nilikuwa natamani aligusia ile M-Mama, lakini ulielezea tu namna imechangia kuboresha, lakini kuna mtazamaji anataka anasikiliza akatamani kujua ilikuwa inafanyaje kazi. Okay, kuhusu huduma ya M-Mama. Ndio. Huduma ya M-Mama ni huduma ambayo tumesema kwamba lengo kubwa ni kufikisha huduma kwa mwananchi ambaye yuko chini, tuseme katika jamii, ambaye anatakiwa kufika kituoni kwa haraka, hususan rufaa, kumfanya mama awahi kituo cha kutolea huduma mapema na kupata huduma haraka iwezekanavyo, ili kupunguza uwezekano wa kule kuchelewa na hatimaye kuleta vifo au kuleta shida kubwa au kumpoteza mtoto. Kwa ni jamii inatoa taarifa kwa watu wa sekta ya afya? Hapana, watu sasa wanakuwa na usafiri na kuna ambulance maalum zipo na wataalamu upo tayari kufika sehemu na kuchukua nafasi ya kumsaidia yule mama na kumfikisha sehemu husika. Sawa sawa. Kwa hiyo imeboreshwa huduma hiyo katika hali kubwa, kwa sababu tukiangalia data ni kwamba almost walikuwa tuseme watoto 8273 katika mwaka 2023 pamoja na wakina mama wameweza kutolewa katika kusaidiwa katika swala hilo, ambalo ingekuwa sio hivyo basi tungezungumzia kitu kingine, kwa tunga riski katika swala zima la changamoto za kiafya ikiwepo na vifo. Naam. Dr. Sekta ya afya na yenyewe na visekta vingine humo ndani vidogo sana. Umetaja kwa miaka minne mafanikio ya serikali ya awamu ya 6, namna ambavyo imeigusa hii sekta ya afya, kuanzia kwenye vitendea kazi, wafanyakazi, lakini pia mpaka madawa huko. Mimi kinachonishangaza kila siku Dorcas, ni ile idadi tuliokuwa tunatajiwa kila siku ya Watanzania wanaokwenda India, wanaokwenda si mataifa gani kutibiwa, imepungua. Mara hii kila kitu kinafanyika. Kama ni jambo na cha kufurahisha zaidi ni kwamba mpaka hospitali zingine ambazo ziko kwenye mikoa mingine huko, ukienda rufaa Mbeya ama hospitali ya mkoa ya Mbeya, ukienda Dodoma Benjamin Mkapa, inafanya vitu ambavyo pengine unakuta ni mtu alikuwa anatakiwa pewe referral aende India. Huku nako tumefanikiwa kwa namna gani daktari? Pamoja na mafanikio yote ambayo tumeyataja hapa, huku ndio kunashangaza sana watu wengi. Hii idadi mbona imepungua kwa kasi namna hii kwa muda mfupi hivi? Naam, imepungua kwa sababu tumeboresha huduma katika swala zima la huduma za kibingwa. Tukija Jakaya Kikwete pale JKCI, tayari mpaka sasa hivi imekuwa almost bilioni 24.9 kwa sababu ya kuboresha, kutanua, kwa sababu magonjwa ya moyo yanaongezeka, na haya yalikuwa yanapeleka watu wengi India nje. Sasa imekuwa ni kitovu muhimu sana cha huduma na wagonjwa kuongezeka, kwa hiyo inabidi iboreshwe, itanuliwe, ili katika sala zima la kupunguza wigo wa watu ambao wanadhani kwa kwenda India labda ndio mafanikio. Lakini Benjamin Mkapa itakuwa sasa hospitali ya taifa, ambapo itakuwa bado ina wigo wa huduma zitaongezeka na kuleta na kupunguza chachu. Hii ndio imewekwa katika swala zima na kuhakikisha ubebezi wa madaktari bingwa, mabobezi wanaongezeka katika taifa, na ule mchakato wa kubadilishana madaktari katika kuwezeshana zaidi umepelekeana kualika wataalamu ambao wanakuja kutuwezesha zaidi. Basi hii imepelekea chachu ya Tanzania kuwa taifa ambalo linapunguza kwa idadi kubwa watu ambao wanatoka nje katika kupata huduma nje ya nchi. Ndio sababu tukasema utalii wa tiba ukapelekea sasa watu sasa wanatoka katika nchi zao, sasa wanakuja
Tanzania, na tunataka tufikie pahala ambapo sasa India nao wanakuja kutibiwa Tanzania. Watoke huko Apollo waje huko. Mambo uligusia swala la wale madaktari bingwa, timu ile ambayo ilikuwa ni ya Dr. Samia. Naam. Labda tulikuwa tunaona watu wanajitokeza kwa wingi sana kwenda kupata huduma ya matatizo yao mbalimbali ya kiafya. Ni uhitaji ulionekana mkubwa. Labda je, kwanza ni endelevu, lakini vile vile unafikiri pia nayo ni kwa namna gani imeweza kuchangia sana katika kuhakikisha kwamba huduma za afya zinawafikia wengi? Okay, hii imechangia sana asilimia kubwa, kwa sababu hawa madaktari bingwa wameweza kuona wananchi wengi kuwahudumia, ambapo kama kufanya upasuaji na huduma zingine za kibingwa zile za magonjwa ya ndani, internal medicine, zimefanyika kana kwamba wagonjwa hawa wasingeweza kufikiwa katika kipindi hiko, basi tungeongeza labda idadi ya disability, ulemavu au vifo katika taifa letu. Kwa hiyo wamefanya huduma ambao tunaisema ni endelevu kama ulivyosema, bado inaendelea, bimaana watakuwa wanakuja katika kuwezesha hospitali za chini na kuwezesha watumishi wa chini katika kusala zima la kupatikanaji wa huduma hizi ili kupunguza. Kwa hiyo ni endelevu na limeleta faida, mafanikio makubwa ambayo yanaonekana kiujumla kabisa, kwamba na idadi ya wananchi waliohudumiwa imeonekana kabisa katika data kwamba ni wananchi wengi wamehudumiwa, hususan kina mama almost 89 wamepata huduma hiyo, watoto bado wengi wamepata huduma hiyo, ambao wameweza hawa wasingefikiwa labda huenda tungezungumzia jambo lingine. Kwa hiyo tunapenda na tunashukuru kuwepo katika huduma hii, na vile vile tunaiona ni endelevu na inaleta mafanikio katika chachu ya kupunguza uwezekano wa vifo vya mama na mtoto. Umeona hata kesi zile za kusema hospitali fulani siku hizi haina dawa. Kesi zimesikia miaka michache iliyopita, hii sasa hivi sio malalamiko yalikuwa mengi, sasa hizi hatuna malalamiko hayo tena. Ya sui dawa hakuna, sui nini, mara watumishi hakuna, kwa sababu na idadi ya watumishi imeongezeka kwa kiasi kubwa sana. Watumishi wa mkataba, watumishi hawa wa serikali wameajiriwa na serikali kwa pesa ya serikali, basi wote wameongezeka kwa idadi kubwa. Kwa hiyo sasa hizi hatuna malalamiko katika vituo kuhusu madawa, vifaa tiba, kuhusu watumishi, huduma kuchelewa. Sasa hizi kila kitu kinaenda vizuri sana. Na mnasimamia vipi nidhamu kwa watumishi sasa? Huku nako na kipindi napo ni kama kulikuwa kunataka kutuletea sifa mbaya kidogo. Customer care. Hospitali fulani hiyo. Yaani kuna hospitali zingine zilikuwa maarufu zaidi. Yaani ikipita mwezi customer care. Yaani ipite shughuli, na hivi tumeshaanza kupata mpaka wazungu wanatoka huko wanakuja kutibiwa hapa, maana yake tunatokea tuwanyenyekee kweli. Maana kiukweli tunahitaji ile fedha ili tuendeleze hiyo sekta. Hata sisi wenyewe wale wa ndani. Yaani swala kusikia eti mama kajifungulia koridoni, alafu watu wa mapokezi walikuwa wanacheza karata na wanamuona hapo. Hilo ninyi tena ndo mko huko mnasimamiana wenyewe. Ni mratibu wa tiba manispaa Kinondoni Dar es Salaam, maana yake sio tu Kinondoni, maana yake kuna namna hata huko nje ya Dar es Salaam huwa mnaulizwa baadhi ya vitu ili mtoe mwongozo nini mnakifanya. Hili nao mnalisimamia vipi? Hilo tunasimamia kwa sababu tunasimamia ile nidhamu ya mtumishi katika kumhudumia mgonjwa, tunaita customer care, ambapo ni jukumu la mtumishi kumpa haki mgonjwa. Mgonjwa ana haki yake na mtumishi ana haki zake. Hizi haki zote zisaidiane katika kutoa huduma ambayo ni bora. Sasa tunaenda na kipengele cha huduma bora ambayo ndio inaleta matukio mazuri katika afya ya mwananchi. Na sifa ya mtoa huduma yoyote ni kwamba pale ambapo anajiwa na mgonjwa, kwanza anatakiwa hakikishe kuwa ile tabasamu na yeye na mgonjwa inaendelea, ile huruma na ucheshi wa kumsaidia mgonjwa ili aondokane na msongo mawazo ambao namleta akiwa na magonjwa yake na ugonjwa wake, ili awe na amani, alafu aweze kujielezea ili tumweze kumsaidia katika kupata suluhu ya tatizo lake. Kwa hiyo nidhamu ni pamoja na uvaaji, nidhamu ni pamoja na kauli, nidhamu ni pamoja na uharaka wa kusaidia katika kuleta matokeo kama kuna emergency au outbreak.
Hizi zote ni nidhamu zinahitajika kwa mtumishi ambazo zimeboreka kwa sasa hivi. Malalamiko yamepungua kwa kiasi kikubwa. Naunga mkono Dr. Kusema umepanga mstarafu mnaambiwa daktari hayupo ameenda sio hospitali gani kuta hilo siku hizi hamna. Pale tuna watu ambao wamevaa tena vile niulize mimi zimewekwa hizo kwa sababu kuna sehemu ya box ya maoni. Huwa tulikuwa tunapitia box za maoni, lakini tunakuta sasa tunaweka kalamu na karatasi pale, kwa sababu box ya maoni juu lazima liwe na karatasi na kalamu kwa ajili mwananchi kama anataka kuandika, au namba za simu. Kwa hiyo zile namba za simu zipo kwa ajili kuuliza wale ambao wanapata ukakasi, wanapata ugumu. Lakini vitu hivyo vyote sasa tunaweza kuangalia, hatuvipati tena. Tunaona sanduku la maoni halina kitu, makaratasi yako empty. Maana kuwa hizo zote malalamiko yalikuwa yamepungua. Dr. Unajua mimi naomba niulize kama ni ukakasi ni kitu kibaya au vipi? Uboreshwaji wa huduma kwa hawa watendakazi kwa maana wadaktari na wauguzi. Leo hii tunaona kuna namba ya wauguzi na madaktari wengi sana wa Kitanzania wanahitajika nje. Kuna mmoja mimi namfahamu yuko kwenye hospitali moja Marekani, wengine wapo wamejaa Botswana. Hata juzi nursing wanahitajika Saudia huko. Umeona hayo mambo wanahitajika sasa, tuliona hizo wanahitajika Saudia. Ni swala zuri au sisi tunajikatili wenyewe huko kwamba wanakimbilia huko afu huko tunabaki tu kwa? Hapana, swala zuri. Ni swala zuri. Ni swala zuri kabisa kwa sababu linatutangaza kuwa na sisi tuko katika dunia na tunafanya vizuri, kwa sababu huwezi kuhitajika kama ufanye vizuri. Ndio. Kwa hiyo hilo ni swala zuri kwa sababu tunajimarket. Kitendo hiko cha kujimarket kinatusaidia ajira, kuongeza ajira, lakini kuongeza sifa ya nchi katika kuleta utalii ndani ya nchi. Sawa. Basi kwa kumalizia, unaweza kumpa fursa daktari azungumzie eneo lingine ambalo unaona ndani ya miaka minne hii limeweza kufanya vizuri zaidi? Okay, ndani ya miaka minne hii naweza kuzungumzia hususan uwepo wa vifaa tiba kama CT scan, MRI ambao zimenunuliwa kwa wingi. Hii imepelekea chachu ya vituo kama va wilaya hizo za referral center ambazo za wilaya, hospitali za wilaya zimeboreshwa katika swala zima la vifaa tiba, ambapo huduma sasa zimemfikia mwananchi kwa karibu. Kwa hiyo kwa kitendo hiki basi kinatupelekea kwamba tunaweza kufikia pahala hata kupunguza uwezekano wa magonjwa haya yasiyoambukiza ambayo yanaenda mpaka kwenye kiharusi, ambapo kama kiharusi mpaka useme huyu kiharusi aina gani lazima ufanye CT scan. Sawa. Sasa kama utachelewa kufanya hiyo basi utapelekea mwananchi yule kupata madhara zaidi na hatimaye kupoteza maisha. Lakini kama MRI zilikuwa labda 7, sasa hizi zimenunuliwa 6, tuna 13. CT scan 13, sasa zimenunuliwa 32, zimekuwa 46. Kwa hiyo angalia digital x-ray 147 zimefika mpaka 344 ambapo sasa hizi kwa ujumla tuna 491 katika nchi. Hivi vitu ambavyo vya kisasa ambavyo tunavielezea kwamba vinasaidia sana katika kuboresha huduma na kupunguza ucheleweshaji wa huduma na kuleta matokeo sahihi kwa haraka, kupunguza vifo wa wananchi au wagonjwa ambao vinatokea, hususan tukimlenga kifo cha mama na mtoto. Sawa. Dr. Sisi tunakushukuru sana bwana kwa kuweza kufika hapa, na najua bado mna kazi kubwa ya kufanya kuelekea tarehe 8. Tunakushukuru sana kuweza kufika na kutupa yale machache tu katika sekta ya afya, kwa sababu ina mawanda mapana ambayo tumeyafikia kwa serikali hii ya awamu ya 6 ndani ya miaka yake minne. Mtazamaji, ni Daktari Omari Mwangaza, huu ni mratibu wa tiba Manispaa Kinondoni Dar es Salaam. Amezungumzia siku ya kimataifa ya afya na maboresho sekta ya afya. Mambo mengi wanaendelea kuyafanya hapa na sisi tutaendelea kukujuza wewe mtazamaji wa Channel 10. Hivi punde tutakuwa na wageni wengine tena hapa ndani ya studio. Endelea kuwa nasi.